Notice kuanzia mwaka 2022 2023 hadi sasa tunaona kwamba fedha zinazidi kuongezeka, lakini pesa hizi zinafanya nini? Manake ni sekta ambayo nilivyotaja awali inaathirika pakubwa, pamoja na sekta ya afya. Tukiangalia mgao wa fedha shuleni ambao kila mara unachelewa, na hata fedha zenyewe zinapofika zinafika kwa kiwango ambacho sio hicho. Tukiangazia elimu ya juu, pia ni sekta ambayo imeathirika pakubwa. Hivi majuzi wahadhiri wamekuwa katika mgomo kwa takriban siku 50, kumaanisha kwamba hawa wanafunzi wa vyuoni wamekuwa nyumbani kwa majuma 4-5 hivi. Kwa hivyo tunapoona ongezeko hili, lakini kwenye ground tunaona matatizo chungu nzima, basi tunaweza tukasema nini kuhusiana na utawala wa serikali iliyopo kwa sasa? Katika hii sekta ya elimu, kile ambacho mimi naweza kusema ni kwamba kuna ile upward increase, ongezeko la fedha ambayo inatengwa kwa hiyo sekta, na vile vile mahitaji katika shule mbalimbali zinaongezeka. Kwa mfano, ukichukua somo la sheria kwa mfano, kitambo wanafunzi ambao walikuwa wakisoma kwa mfumo wa serikali, government sponsored, walikuwa wakitumia shilingi 1,102 katika hizo miaka 4 za kusoma. Kwa saa hii ni karibu shilingi 1,500 na kuendelea. Kwa hivyo unapoona kwamba fedha zinaongezeka, na haziongezeki kwa alama kubwa sana, pengine ni bilioni 200, bilioni 50, bilioni 100, lakini ile gharama ambayo mahitaji yaliyoko shuleni, karo za shule ya msingi, shule ya sekondari, na hata elimu ya juu, karo imeongezeka, mahitaji ya wanafunzi yameongezeka. Na kwa sababu ya ule mtindo ambao ulioka na serikali ambazo zimepita, haswa sana serikali ya hayati Mwai Kibaki, wanafunzi wengi walijisajili kusoma. Kwa hivyo tunapoendelea katika maisha ya usoni, tunapata ongezeko, idadi kubwa sana ya wanafunzi. Licha ya ongezeko hili la wanafunzi katika hivi vyuo vyote ambavyo tunavyo nchini, unapata ya kwamba gharama ya elimu inazidi kuongezeka. Kwa hivyo mimi ningependa kusema, ama kile ambacho naonelea ni kwamba serikali inajaribu kutufunika uso wananchi kwa kuongeza idadi fulani ya fedha bila kutuelezea iwapo hii idadi inaambatana na mahitaji yaliyoko shuleni. Kwa hivyo bado tia changamoto serikali. Serikali nzuri sana, inaweza kufanya mambo mengi inapojizatiti. Kwa hivyo unaona pia kuna ile changamoto ambayo nilisema katika sekta ya afya hapo awali, ndiyo changamoto tena ambayo inapatikana katika hii sekta ya elimu. Unapata vibango mbalimbali vimewekwa mahali katika msitu fulani, ya kwamba kuna shule, picha zinachukuliwa, kuna fedha zinagawanywa kuelekea katika shule hii ambayo haipo, lakini kwa orodha ya rekodi ya serikali kuna shule kama hiyo, na inapokea pesa. Fedha hizi zinaenda wapi? Ukiingia katika rekodi ya serikali katika hii idara ya elimu, kuna orodha nyingi za shule ambazo hazijaweza kukaguliwa iwapo zina exist ama hazipo. Na kwa hivyo ufisadi bado umejikita kitanzi pale. Ufisadi umo katika hali ya juu sana, ambayo inakimbizana na utumizi wa hizi fedha kidogo na wale wanafunzi ambao maisha yao yanategemea hizi fedha kihalali. Yani kuna ile inaitwa legitimate expectation, yani tegemeo halali la wanafunzi na ule ufisadi ulioko katika idara hizi. Kwa hivyo mimi naona ongezeko hilo ni kidogo, lakini tunapopunguza ufisadi na
kuweza kulenga mahitaji yale haswa ambayo yanahitajika shuleni, tunaweza kupiga hatua kubwa. Naam. Wakili, nikisalia kwako, tumemsikia Rais William Ruto akitaja kwamba Kenya ina uwezo wa kuwa katika ngazi za juu zaidi, first world country. Ni kipi ambacho kinazuia Kenya kufika katika ngazi hizo anazozungumzia Rais William Ruto, ilhali kama rais he has everything that he needs kuweka taifa pale ambapo anataka? Naam, bila shaka ni swali nzuri sana alilolijibu mwenda zake hayati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga katika hadithi yake ya kulinganisha Nigeria na Malaysia. Kwani Malaysia ama Singapore. Nisema ya kwamba ufisadi ambayo imejikita katika mataifa ya Afrika, Kenya ikiwemo, inafanya maendeleo yasiweze kuonekana. Fedha zinatengwa katika kila idara na sekta, lakini fedha hizi hazifiki katika utendakazi haswa. Zinasalia katika mifuko ya wachache walio mamlakani. Na kwa hivyo unapata ya kwamba nikigusia hiyo hadithi aliyosema mwenda zake hayati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, alisema ya kwamba kule Malaysia, akipeana mfano ya kwamba 90% ya fedha ambazo zimetengwa zinaingia katika kwa mfano barabara, lakini huku Afrika ni 10% ya fedha ambazo zimetengwa ambazo zinafika wapi? Katika sehemu ya utendakazi. Kwa hivyo kile ambacho adui kubwa sana ya maendeleo tulionayo ni ufisadi. Ufisadi unapong'olewa na kutolewa katika taifa letu, tuna hakika ya kwamba baada ya miaka chache Kenya itaweza kuwafikiana na hizo taifa ambazo zimeendelea. Kwa hivyo rais anapotuahidi ya kwamba anataka kutupeleka katika kiwango cha kwanza kama taifa, first world country, ni kana kwamba anasema ya kwamba amegundua mbinu ya kupigana na ufisadi na kuungatua na kuumaliza. Asante. Omulo, ulizungumzia 6 out of 10 katika utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, na ukataja kwamba serikali katika sekta ya elimu imejizatiti katika kuongeza idadi ya walimu, vile vile katika kuongeza institutions za elimu na mambo mengine tu katika sekta ya